Ndugu mtazamaji wa Citizen, katika kile kilichopaswa kuwa siku ya furaha isiyo na kifani kwa mashabiki wa kriketi jijini Bengaluru nchini India, kimegeuka kuwa janga baada ya mlipuko wa umati kusababisha vifo vya watu 11 na kujeruhi wengine zaidi ya 50 katika uwanja wa M. Chinnaswamy. Mashabiki walikuwa wamekusanyika kusherehekea ushindi wa kihistoria wa timu ya Royal Challengers Bengaluru katika ligi ya Premier ya India IPL tangu ligi hiyo ianzishwe. Tukio hilo lililotokea siku ya tarehe 4 Juni, huku maelfu wakimiminika kuelekea uwanjani, wakizidi kwa kiasi kikubwa uwezo wa uwanja huo wa kuchukua watu takriban 35. Kwa mujibu wa waziri mkuu wa jimbo la Karnataka, Sindaramia, takribani watu 200,000 hadi 300,000 walijitokeza kwenye eneo hilo na kuathiri vibaya usalama na mipango ya maandalizi ya mchezo huo. Machafuko yalianza pale mashabiki walipojaribu kuingia katika lango dogo. Mashuhuda wanasema hali hii ilizidi kuwa mbaya zaidi baada ya uvumi kusambaa kwamba tiketi za bure zilikuwa zinatolewa katika lango jingine, hali iliyochochea msongamano mkubwa wa watu. Vikosi vya dharura vilikumbana na ugumu mkubwa kuwasili eneo la tukio kutokana na msongamano wa watu kuanzia barabarani hadi eneo la tukio lenyewe, yani eneo la uwanja. Janga hili limeibua lawama na maswali mazito kuhusu usimamizi wa usalama katika mikusanyiko mikubwa ya watu nchini India. Katibu wa bodi ya kudhibiti kriketi India, BCCI, Devajiti Saikia, alieleza masikitiko yake akisema, hii ni sehemu mbaya ya umaarufu. Watu wanapenda sana wachezaji wao wa kriketi. Waandaaji walipaswa kuwa na maandalizi bora zaidi kuliko haya yaliyopo. Picha kutoka eneo la tukio zilizosambazwa sana kwenye vyombo vya habari nchini India zinazoonyesha viatu vilivyotelekezwa kila mahali karibu na lango la uwanja, ishara ya ajali ya taharuki iliyokuwa. Gwaride la ushindi la timu hiyo lilibatilishwa mara moja kwa sababu za kiusalama. Waziri Mkuu wa India, Narendra Modi, alieleza masikitiko yake kupitia chapisho kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, akilitaja tukio hili kuwa la kuhuzunisha sana na kutuma salamu za pole kwa familia zilizopoteza wapendo wao. Katika saa hii ya huzuni, mawazo yangu yako na wale wote waliopoteza wapendo wao. Naomba majeruhi wapate nafuu haraka, alimaliza Modi. Tukio hili limefananishwa na janga lingine la msongamano lililotokea mnamo Januari mwaka huu 2025, wakati watu wasiopungua 30 walipoteza maisha wakijaribu kuoga katika mto mtakatifu wakati wa sherehe ya kidini nchini India, Mahakumbh, inayojulikana kuwa mkusanyiko mkubwa zaidi wa kidini duniani kote. Mkusanyiko huu unasemekana kuwa una zaidi ya watu milioni 1, na jambo hili linapelekea udhaifu wa vyombo vya kiusalama kuwasimamia watu hawa. Wakati Bengaluru ikiomboleza, maswali yanaibuka kuhusu uamuzi na maandalizi ya mamlaka zinazohusika na usimamizi wa mikusanyiko mikubwa, hasa katika nchi ambapo mapenzi kwa mchezo wa kriketi mara nyingi huvuka mipaka ya kawaida. Yaani, kwa lugha nyingine ni kwamba wananchi wa India ni mashabiki lialia wa mchezo wa kriketi. Kama ilivyo Dar es Salaam, mashabiki wa Simba na Yanga ni mashabiki lialia wa timu zao, na inaweza kupelekea kufanya mambo yasiyo ya kibinadamu kabisa. Uchunguzi kuhusu tukio hili umeanza na viongozi wameahidi kufanya mapitio ya kina ya taratibu za usalama, lakini kwa familia za wahanga, furaha ya ushindi wa kihistoria ya Royal Challengers Bengaluru sasa imegubikwa na huzuni isiyosemekana. Janga hili la Bengaluru limeacha alama ya majonzi katika mioyo ya wananchi wa India, likigeuza sherehe za ushindi kuwa kumbukumbu ya huzuni. Tukio hili linatoa wito wa dharura kwa mamlaka zote husika kufanyia kazi mapungufu ya kiusalama nchini India, hasa katika mikusanyiko mikubwa inayohusisha hisia kali kama michezo na imani za kidini. Kadiri uchunguzi unavyoendelea, taifa linakabiliwa na wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa maisha yaliyopotea hayaendi bure, bali yanakuwa msingi wa mabadiliko ya kweli katika upangaji wa michezo na usimamizi wa raia. Kwa sasa taifa la India linaomboleza, lakini pia linatafakari kwa kina, na matumaini ni kwamba kutoka katika huzuni hii patakuwepo na hatua madhubuti za kuzuia majanga kama haya kutokea tena kwa siku zijazo. Ndugu mtazamaji wa Citizen, endelea kufuatilia kwa kina taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka kona mbalimbali za dunia. Endelea kutoa maoni katika ukurasa wetu wa comment section